Inaachiliwa sasa. Malaika wa Bwana nikamatia wanabiashara ambao wamefungiwa wasifanye biashara. Ndio hiyo neema ninaiachilia. Na wanabiashara wako wapi? Haya Mungu anza kuwagusa. Wengine walikuwa na hizo biashara zikakufa. Wengine wamejaribu kishindikana. Nguvu ya Bwana ninaiachilia katika ndio hiyo. Katika ndio hiyo, katika ndio hiyo, katika ndio hiyo, katika ndio hiyo. Yani watu walikuwa na maono makubwa yakaondolewa. Tunashia moto. Mbegu ambazo zimepandwa kwako na sio Mungu alipanda. Zianze kumolewa. Mlango wa kazi, ninafungua mlango wa kazi. Kuna watu watatu nguvu ya Bwana inashuka juu yako. Wa kwanza iko wapi? Haya, msako ndio umeanza. Wa kwanza msako. Nimetumwa na Mungu leo nikuja nivunje ufalme wa giza. Wewe uliyefungiwa kazi mikono, haya ndio hiyo inaachiliwa. Malaika anapeana. Waliokufungia wanakufungua, wanakuachilia. Bwana inashuka juu yako, inapeanwa. Hawatazuia hiyo. Acha siku makini, hawatazuia hiyo. Inayoingiza, hawatazuia hiyo. Nguvu ya Bwana inaachiliwa. Wengine ni kazi wanapata, lakini sio zaidi yao. Haya sasa, nguvu ya Bwana inatembea, inapiga, inapasua miamba yote, inapasua uchawi wote, inapasua ukanga wote. Hapo umesimamia. Nguvu ya Bwana inakubeba. Kuna watu hapa watapepa na nguvu ya Bwana, wanapepa na nguvu ya Bwana. Inakuachiliwa mikono, inakubeba. Nguvu ya Bwana, wengine wanapewa kazi, wewe unakodoa macho. Ninasema nguvu ya Bwana itembelee watu. Umeng'ang'ana vya kutosha, ni Mombasa. Umeng'ang'ana vya kutosha, umeteseka vya kutosha. Hiyo nguvu ya Bwana inakutembelea sasa. Kuna watu watasimama kabisa, hawataweza kusimama hapo, maana hiyo power inashuka juu yako. Watu wanashukua na nguvu ya Bwana inaongeza mara sana. Hiyo nguvu ya Bwana juu yako. Miamba hiyo inaanza, wanachakuliwa. Sasa kuachiliwa hiyo kipawa ya uombezi. Oh my God my Father. Unaninulia waombezi hapa. Na usiwe kipawa. Napiga wote wanakuzuia. Na every time unajaribu kuinuka inatoma. Leo nimekuja kwa jina la Yesu. Nalipua ila roho. Natia madhabahu. Nateuza kubebe moto. Hapo umetenyatia. Nateuza kubebe moto. Sakafu iliyokanyaka. Nateuza kubebe moto. Mapano uliyofanyiwa. Hata ukiwa uelewi. Uliyofanyia ukiwa mtoto. Uliyofanyia ukiwa mtu mzima. Yanavunjika. In the mighty name of Jesus.
inachoma mizimu yote, inachoma uchawi wote, inachoma roho za mauti zinavunjika, roho za mauti zinateketea, roho za giza zinaondoka, zinaachilia watu wa Mungu, zinaachilia waombezi, zinaachilia wahubiri. Baba, nikamatia wahubiri, watu waliopewa kipawa ya kunipeleka neno, lakini wakazuiliwa na maroho za ukoo. Sahi, nasema ndio hawa wanakamatwa, watu waliopewa neema ya kuhubiri neno, lakini wakashikwa mateka na roho za ukoo, wakashikwa mateka na roho za upande wa baba na mama. Zinavunjika. Nimekuja kwa jina la Yesu. Hao watu sasa ninatangaza vipawa vinafufuliwa. Anointing juu yako, anointing juu yako, anointing juu yako, anointing juu yako, anointing juu yako. Yale mafuta nimebeba na yaachilia juu yako, yale mafuta nimebeba na achilia juu yako, yale mafuta nimebeba na achilia juu yako, yale mafuta nimebeba naweka juu yako, naweka juu yako sasa, naweka juu yako. Shalom. We love you. Yeah. We love you. We love you, Jesus. We love you. We love you, Baba. We love you. We love you. We love you. We love you. I love you so much. I love you so much. I love you. Tunatembelea watu. We love you. We love you. Holy Spirit. Kuna time unakuanga wewe na kuna time haukuangi wewe. Kila mtu atakuwa chini. Na ujue tumeondoa vitu sasa kwa mtu. Kuna wakati unakuanga wewe, kuna wakati haukui wewe. Naingia katika ulimwengu wa roho na kuona kwenye picha mbili. Picha ya kwanza na kuona wewe, lakini picha ya pili na muona mwanamke mwingine ambaye sio wewe. Roho Mtakatifu ananishukua kwenye ulimwengu wa roho na nakuona sehemu nyingine ambayo sio kwako nyumbani, ambapo unabeba unapeleka huko. Na nakuona umechoka. Oh God, open my eyes more. Nakuona umechoka. Niangalie vizuri. Nakuona umechoka kabisa. So unalala vizuri lakini unaamka ukiwa umechoka. Niangalie vizuri. Naongea na wewe. Unaelewa kile naongea? Unalala vizuri lakini unaamka ukiwa umechoka. Kuna roho ambayo inang'ang'ana na wewe na imekuvaa, unafikiri ni wewe. So sasa unatembea na wewe. Ulihama nyumba lakini hukuhama kwenye ulimwengu wa roho. Nyumba ulihama
lakini hujahama kwenye ulimwengu wa roho. Because huyu mwanamke namuona anapatana na wewe kila mahali. Sikiza. Dakika moja ndio huyu unacheka na mume wako. Dakika nyingine ndio huyu mnakasirikiana. Unaiona hiyo? Ama naongea maneno yangu? Tuondoke hapa. Ili ujue ya kwamba hii kitu ni real. Kabla mje kukosana na mume wako, kuna alama huwa unaonyeshwa lakini hujui. Na hujajua ni alama huwa unaonyeshwa. Alama hii ndio hii. Kuna kitu unasikia kimeshika hapa. Mbona unashtuka? Niko na wewe leo. So kuna kitu kina anga yako inaenda kufunguka leo after this service. The agenda ya haya yote ili ya kwamba usikue na ndoa. But I came to prophesy today ya kwamba kutoka leo mtakuwa na ndoa yenye amani katika jina la Yesu. Nasema hivi, Mungu atakupea ndoa yenye amani. Mungu anakombolewa leo, hata wewe wako anakombolewa kwa jina la Yesu. Namfuatilia huyu mama sana na umsababisha hata anaweza amua tu leo nataka nitumikie Mungu. That day anasema nataka nitumikie Mungu, ndiye anasikia kwanza amechoka, hata anafanya vitu ambavyo hafai kufanya, anajipata tu. Ndio unapata anaweza kulalisha na mwanzo mpya for you that has been opened. Sasa wewe ni wa kupita, upite uingie. Umetoka? Because ukijiangalia wewe maisha yako ni tofauti sana. Yale unaishi na yale unafaa kuishi. Umenisikia vizuri? The life that you are living, ile maisha unaishi hafanani na wewe. Mungu ananiongelesha, ananiambia leo atakupea funguo. Funguo hii Mungu anakupea ni moja. Hii funguo ni funguo ambayo utaombea wagonjwa watapona. Na atakuondolea roho ya kilio kwa nyumba yako. God is giving you the keys. Sikiliza. Mungu anakupa funguo. Unaweza kuwa unajua kuomba lakini huna funguo. But now God gives you the keys. Na wakati nimekuona pale nikakuona unalia. Na hii funguo ni uponyaji tu. Utabandika watu mikono wanapona. Hata uombe sana. Kuna watu waombaji sana. Wameshapewa hiyo. It is there. Hawaombaji sana. Wao wanabandika tu mtu mkono. Haombi hata uwezi muona akiomba. Eti naomba kama sisi tunaomba muda mrefu. Yeye anasimama tu. Anasema kwa jina la Yesu pona. Neema hiyo inakuja kwako sahihi in Jesus name. Hii family inateswa sana na crucial diseases. Na Mungu ananiambia kwamba wewe tutatumika ili kuponya familia. Utawaponya. Utawaponya. Unaenda kusimama in the gap. Mungu akishakupea funguo, you don't struggle. Now from today hautang'ang'ana tena katika jina la Yesu. Mbingu yako ikafunguke.
anga yako ikawe wazi kutoka leo. Anza kwenda na speed ya Mungu. Speed ya Mungu. Asubuhi tumeongea kuhusu watu kupata mwangaza. Mwangaza, ukipewa funguo umepata the light. Nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. From today, anga yako iko wazi in Jesus mighty name. From today, anga yako iko wazi in the name of Jesus Christ. Umenisikia vizuri? Kuna mtu hapa amechukuliwa kama identity. Anatumiwa tu. Anatumiwa. Marieta, kuja hapa Marieta. Mimi nimemalizana nawe. Mimi sina kazi mingi leo. Marieta, unang'ang'ana hata ujaribu vipi? Kama milango zote zimefungwa. Kwa sababu madhabahu za kwenu zimesema huyu anayeng'ang'ana kutumikia Mungu, huyo prayers tumeomba. Now God is taking you to a higher dimension. God is taking you to a higher level. Kuna kiwango Mungu anakupeleka leo. Umetumikia Mungu, umeenda kwa crusade, umetafuta uwanja wa crusade. Sometimes watu wamebeba speaker, mmeleta hapa, mmebeba hapa, mmepeleka kwa crusade. Mungu ameniambia nikwambie now, Mungu atakuinua ili wale wote wanaodharau Mungu kwa familia yenu waone Mungu wa kweli, wamjue Mungu wa kweli. Mang'ang'ana sana kutafuta pesa kwa sababu ili ya kwamba uwe na biashara. Mungu anafungua mlango wa pesa. Kuna mfereji wa pesa unaachiliwa kwa mume wako sasa. Naongea habari ya sahihi ninapozungumza nikiwa hapa. Because naona kwenye ulimwengu wa roho mume wako hapo na pesa, lakini pesa zime in the name of Jesus. I didn't see the realm of the spirit. It is now the time. It is now the season. It is now the time. It is now the season. It is now the time. It is now the season. Haufai kuteseka as long mume wako alikuwa anang'oa mawe akabandika hapa, anachukua he is going to be your God from today. Na kuna mtu atazuia pesa yako na pesa mume wako. Utaenda kwa speed. Kuna vitu mama amefanya hapa hata tukihesabu miezi isha. Amewahi pikia wageni yeye na mke wangu only two. Last year January alikuwa anawapikia wageni hapo kutoka Tanzania. I pray right now the anointing that breaks every protocol, family protocols. It is the anointing that is in my life right now. May it change your story for better. May it change your story for better. Ninapomwombea huyu, kuna wengine wako hapa nao wamekuwa kitumika. Ninasikia Roho Mungu akiniambia ikitokea kwake itatokea kwako. Nimerudia tena, ikitokea kwako ikitokea kwake inatokea kwako. Narudia, ikitokea kwake inatokea kwako. Sema katika jina la Yesu. Napokea mbingu iliyo wazi ambayo hakuna mtu anaweza funga. Unajua maandiko anasema kwamba mbele yako nimeweka mlango wazi na hakuna mtu anaweza funga. And it's only the prophet that can open your eyes one day. Only the prophet. Only the prophet. Mama umetoka wapi? The middle school. Kuja nikuombee. Unaitwa nani mama? Rose. Joyce. Kutoka wapi? Juu wapi? Umekuja na nani? Ulijuaje kanisa? Na nani? Ninamjua. Anaitwa nani?
iko wapi? Alienda wapi? Ulifukuza? Nataka nikuombee ya kwamba maisha uliyopitia yasijirudie kwa msichana wako. Narudia tena, yasijirudie. Na tuondoe magonjwa kwa huyu binti katika jina la Yesu. Mungu hajawahi shindwa na hatashindwa. Kuna madhabahu ambazo zinapingana na wewe na zimepingana na wewe. Umeelewa vizuri? Lakini sasa nikisimama kwa hii madhabahu zinavunjika sana. Umenisikia? Zinavunjika leo dakika hii tukiwa tumesimama hapa katika jina la Yesu. Hizi madhabahu number 1 zinasababisha muishi kwa ufukara. Umeelewa vizuri? Number 2 zilipigana na wewe. Ndio maana nikakuuliza where is your husband? Umenisikia vizuri? Alienda kwao. Hakujipeleka kwao. Kuna spirit yenye inapigana na wewe na ndio hiyo inafuata uzao wako. Lakini leo tutaikataa katika tukikataa kwake tutaikataa kwako katika jina la Yesu. Amen. Maisha wazazi wako walipitia usiyapitie. Na maisha uliyopitia watoto wako wasiyapitie. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Maana usipokataa unaona kama huyu. Unaenda wapi mama? Simama hapa. Bado mimi sijakwambia tuko naye hapa hivi. Menisikia? Usipoyakataa mama, sasa hivi usipokataa maisha ambayo umeishi, ndio atapitia kina Belinda. Umeelewa vizuri? Watapitia tena mabaya kuliko wale tulikuwa kuruseni tuliokia hiyo maneno Jumapili. Mabaya kuliko, lakini nakuombea katika jina la Yesu. Nataka nikuombee kitu kimoja. Mungu akupe maisha marefu. Maisha marefu kabisa. Maana wewe una vita. Na vita vyako ni kwa mwili wako. So sikili kwamba Belinda ndiye alikuwa analengwa. Wewe ndio ulikuwa unalengwa na huo mshale ukamwendea msichana. Ni wewe, you are the target. Nimesikia Roho Bwana akiniambia wewe ndio ulikuwa target. Na sasa nataka nikuombee kwanza ulinzi. Alafu tumuombee Belinda. Alafu tufunge milango kwako ya kwamba hawatakuweza